taifa la Kenya, huku akiwakosoa viongozi wanaosema wamekuwa hawana imani kuhusu kuendelea kwa taifa la Kenya. Ruto akiendelea kuwakosoa wanaoendelea kupinga miradi ya maendeleo inayoendelezwa na serikali. Amebaini kuwa kuna wengi wenye maono madogo. Alizungumza haya katika kaunti ya Kisii na alikosisitiza kuwa Kenya ina uwezo wa kuwa miongoni mwa mataifa yaliyoendelea ulimwenguni. Huku baadhi ya viongozi wakionekana kutokuwa na imani na miradi inayoendelezwa na serikali, hasa azma ya Rais William Ruto ya kuifanya Kenya kuwa miongoni mwa mataifa yaliyoendelea. Rais Ruto amejitokeza na kuikosoa imani ya viongozi hao, akisema wana imani ndogo na ajenda yao kuu ikiwa ni kueneza mabaya kuhusu Kenya. Maono madogo. Nikisema ya kwamba tutajenga barabara dual carriageway kutoka Nairobi, wale watu wa maono ndogo, the people of average thinking, small thinking, wanasema haiwezekani. Mimi nawaambia it can be done and we are going to do it. Nyinyi mnanielewa? Kama wengine walifanya, nani alituroga Kenya tusifanye? Si tutafanya? Yes, we're going to do it. Na kama huna maono ya kufanya, toa jam. Wewe toka, wachana na sisi. Sisi tuko na maono na mpango ya kufanya hiyo kazi. Akitetea miradi inayoendelezwa na serikali ikiwemo ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu, amewapuuza wanaotofautiana na idadi ya nafasi za ajira alizosema zimebuniwa kupitia mradi huo. Niliona juzi wakati nilitoa taarifa yangu ya State of the Nation Address, vyombo vya habari walikuwa wanahangaika. Wengine wanasema sijui Ruto amesema, sijui wale watu wanafanya kazi affordable housing, sijui ni 450, sijui ni 600,000, sijui ni ngapi, ati numbers are conflicting. Hiyo ni sawa. At least we agree on one thing. Hamukuamini ya kwamba inawezekana. We are now arguing about numbers. Kama ni 400,000 ama ni 600, hiyo ni sawa. Tuendelee kuongea tu hapo. Amezungumza haya katika kaunti ya Kisii, baadhi ya viongozi eneo hilo wakimhakikishia uungwaji mkono na kusifia kazi nzuri wanayosema inaendelezwa na serikali. Ukweli wa mambo ni hivi, watu wetu wa nyumbani, president wetu anatupatia chakula ama mjapokea development, tuseme ukweli. Sasa mnasema muache development, mtafute serikali nyingine. Hiyo serikali iko wapi? The only way you challenge a president is through the ballot. Na ballot ni 2027. You like him, you hate him. Between now 2027 he is the president, 2032 bado atakuwa rais. Sasa wewe, you want us to challenge? Unataka to challenge nini? James Mwangi, Undugu TV.